Yesu Kristo anapesa maisha kila mtu yote atakayemsadiki na kumwamini. Wakati wa maneno hayo si habari njema basi tunawaletea habari za mtu ambaye alienda msalabani akafa na akafufuka siku ya tatu kwa ajili ya ondoleo la dhambi ya kila mwanadamu yote atakayesadiki na kumwamini. Yesu anatoa uzima vijana wenzangu. Yesu anabariki maisha ya wanadamu. Yesu anaokoa maisha ya wanadamu. Yeyote amwaminie Kristo anakuwa na uzima ndani ya moyo wake. Yeyote amwaminie Yesu Kristo anapata ondoleo la dhambi katika maisha yake. Wakazi wa Iringa mahali hapa ambapo mnasikiliza, ni kwamba tunaposema kuhusiana na habari za Yesu Kristo, tunasema kuhusiana na mstakabali wa maisha ya wanadamu. Ni kwamba amkirie Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anakuwa amekiri na ameondolewa katika upotevu na kuletwa katika uzima wa milele. Na hii ndio sababu ambayo tufanye tupige hatua tuje kwa marafiki zetu watazama wenzangu na kasha maneno haya, kuja kusema habari za ukombozi, kuja kusema habari za ondoleo la dhambi katika maisha ya wanadamu. Vijana wenzangu wanasikiliza mahali hapa, usife katika dhambi kwa sababu Yesu anaokoa, kwa sababu Yesu anasamehe. Yesu anaenda msalabani kwa ajili ya maisha yako. Yesu alikupa adhabu ya mauti kwa ajili ya maisha yako na akakupiga kwake wanaume sisi tumepata kupona. Biblia inasema kati Yesu anazidi kupiga habari za uzima, wakamkusanyikia watu wengi ili wapate kusikia habari ambazo anazisema. Na ni kweli kwamba Kristo habari ambazo alikuwa amekutangaza duniani alikuwa amepiga habari ya toba, habari ya msamaha, habari ya ondoleo la dhambi katika maisha ya wanadamu. Na hao wanadamu wanapata ondoleo la dhambi kwa kumkiri Yesu Kristo na kumwamini kufanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Warumi 3:23 Biblia inasema wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Ni sawa kuna mwanadamu mmoja ambaye anaweza kujihesabia haki isipokuwa tu ni Mungu mwenyewe apate kujihesabia haki. Kwa tunaponena habari za Yesu Kristo ni tunanena habari za haki ya mwanadamu kutoka katika mauti na kuletwa katika uzima. Hizi habari ni njema kama nini kwa kusikia mkazo wa Iringa? Ni kwamba usife katika dhambi, ni kwamba usife katika mauti, ni kwamba usisumbuliwe na uganga na uchafu, ni kwamba usisumbuliwe na mapepo ya nguvu za giza. Yesu alimaliza yote msalabani. Yesu alimaliza yote msalabani. Kwa kifo chake mwanaume Yesu Kristo alisema Baba yote yamekwisha. Akiwa na maana ufukara, umaskini, kila aina ya tatizo zote ambazo wanadamu wanapitia, Yesu akasema yote yamekwisha. Nao wanadamu wanapata uzima kwa kumwamini Kristo. Nao wanadamu wanapata ondoleo la dhambi kwa kumwamini Yesu Kristo. Kijana mwenzangu unasikiliza, ni habari njema kwa kusikia wakati wa Iringa. Leo unasikia na habari njema. Leo unasikia na habari ya uzima. Amsa ambayo tena kwa chukua kuanzia sasa yale kumkubali Yesu Kristo na kumwamini ndani ya moyo wako, utakuwa umefanya maamuzi mazuri ambayo utakufanya kwa sababu umezaliwa. Kwa sababu yeyote mwamini Yesu Kristo aishi kama mfamaji, yale anakuwa anaishi kwa hakika kwamba baada ya kifo hauna hukumu juu yake. Na maandiko yanasema huu ndio ujasiri ambao tunao kwa yote ambao mpirie Yesu Kristo na kumwamini kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ni kwamba anakuwa na uthibitisho, ni kwamba anakuwa na uhakika, ni kwamba anakuwa na amani na utoshelevu katika maisha yake. Praise the living God. Hii safari ni njema kasa maneno haya. Yesu anaokoa, Yesu anaponya, usife katika dhambi. Yesu anaokoa, Yesu anasamehe maisha, Yesu anaponya kila aina ya dhambi ambayo mwanadamu atafanya. Isaya 1:18 Biblia inasema, "Sheni tuseme sana sema Bwana, dhambi zetu zitapokuwa nyekundu kama damu, ukishaniamini mimi nitazisafisha, nitazifanya kuwa nyeupe kama theluji." Kwa habari za shima nabii Isaya akaziona kwamba kuna nyakati zitakuja ambapo Yesu Kristo atakuja duniani na atakuja kwa makusudi kwa ajili ya kuokoa mwanadamu anayepotea, ya kuokoa mwanadamu ambaye shetani ameingia maisha yake, shetani ametapanya maisha yake. Ndio maana tunapopiga pale heshima, ndio maana tunapopiga pale msamaha, yani habari ya toba katika maisha ya mwanadamu, ni tunamwangazia mwanadamu kumtoa katika sehemu ya upotevu na kumleta katika nuru ambayo Yesu Kristo amekuja nayo duniani. Kijana msako cha popcorn, unajua kwa Yesu anakupenda. Umeshampokea Yesu Kristo kijana msako? Umeshampokea Yesu Kristo? Unaenda kanisani vizuri. Mungu awabariki sana. Na Mungu hata sahau kazi mikono yako. Mungu abarikiwe. Hizi habari ni njema kasa maneno haya. Ni kwamba Yesu anasamehe, Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Vijana wenzangu, mmeshampokea Yesu Kristo? Mmesha kabisa masiani kwa Yesu? Kijana, mmeshampokea Yesu? Uhakika?
Serious? Mungu akubariki. Pia umeshaokoka? Bado? Umeshaokoka kitambo? Serious? Mbona jamaa anacheka? Haina shida. Yesu ana dini. Unasikia bro? Yesu ana dini. Yaani ukimpenda yeye anaishi ndani yako. Ukimkubali anaishi ndani yako. Ukimsadiki anaishi ndani yako. Uko tayari kumpokea? Sema Bwana Yesu, naja mbele zako. Samehe maisha yangu. Takasa ujana wangu. Roho Mtakatifu, naomba uwe ndani yangu. Niongoze na kunielekeza katika jina la Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu nabariki maisha ya kijana aliyeamini na kupokea. Nasema asante kwa kuwa Mungu anaweza. Kama ulivyonisaidia mimi kukujua na kunipa ujasiri wa kuhubiri habari za uzima, ninamwombea kijana katika maisha yake. Neema kwa bosi, neema kwa wokovu. Fungua kila kitu ambacho ibilisi amefunga ndani ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa unaweza na unasamehe na unabariki. In Jesus name I pray. Amen. Bwana mwe na amani mahali hapa. Unapofanya biashara, fanya biashara ukiwa na Mungu mkubwa ndani ya maisha yako. Mungu akatumema. Naitwa Elvot Medson. Amen. Barikiwe. Kijana Mungu anawapenda. Bwana wakati mwema. Kesho tutarudi tu. Au sio? Barikiwe. Yes. Hizi ni habari za neema. Habari ya ndani la dhambi katika maisha ya mwanadamu. Wakati alinga ni habari ya upendo ndani ya maisha yako. Ni kwamba tunapomsema Yesu Kristo, ni tunasema usamaha ndani ya maisha ya mwanadamu. Tunasema ondoleo la dhambi linapatikana kwa njia ya Yesu Kristo. Yesu akiwa msalabani mwanaume anasema yote yamekwisha. Akiwa na maana hii, mwanadamu anapata breakthrough, au mwanadamu anapata utoshelevu, mwanadamu anapata pumziko la roho yake kwa kumwamini Yesu Kristo na kumfanya kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kumkabidhi Yesu Kristo maisha yake aongoze na atawale. Ni kwa tunafanya business na tunafanya biashara, lakini biashara pasipo Yesu Kristo, biashara yako pasipo kumkabidhi Mungu itakuwa ni hasara. Biblia inasema kwamba mambo yote ni batili duniani, mambo yote ni batili duniani. Anasema kama vile mwanadamu alivyozaliwa akitoka ndani ya tumbo la mama yake aliye uchi, na ndivyo atakapomrudia Mwenyezi Mungu mwenyewe akiwa naked, yani akiwa tupu. Sasa rafiki zangu, biashara ni kwa tunazifanya, lakini biashara yako usipoiweka na kuikabidhi mbele zake Bwana itakuwa ni hasara, itakuwa ni loss. Jamaa mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi Kenya, lakini kazi yake ilikuwa ni mbaya. Huyu jamaa alikuwa ni mwizi, anaitwa Jolo. Huyu Jolo alifanya kazi ya wizi kwa muda mrefu, alijikusanyia pesa mingi na mali nyingi. Siku moja ameenda kuiba, wamemaliza kufanya shughuli ya wizi, wamepanda kwenye defender, wako speed 20 kwenye lami. Baada ya kupanda pale, polisi wakatambua kama jamaa aliyeiba yuko ndani ya Land Cruiser. Wakapiga simu na traffic zote zikazibwa. Wakati wanaendelea mbele, wakaona kuna gari ya polisi, wakasimama. Bila kushangaza, polisi wakafyatua risasi, wakaua rafiki zake Jolo watatu. Akabaki Jolo akiwa peke yake. Jolo akiwa ndani ya defender, akiwa ndani ya Land Cruiser, akasema barizi, akamwambia Mwenyezi Mungu, kama ukiniokoa, breki ya kwanza nitaenda kanisani. Baada ya kutamka maneno, Biblia inasema katika Isaya, sikio la Mungu sio zito mpaka shindwe kusikia, na mkono wa Mungu sio mfupi mpaka shindwe kuokoa. Baada ya Jolo kukiri yale maneno, Mwenyezi Mungu akamsikia, akamfanyia wepesi, akamwondoa kutoka sehemu ambayo polisi wakatakiwa mkamate na mpeleke Lipango ya Nigeria, akamnafsua na kumtoa. Baada ya kumtoa mahali pale breki ya kwanza, kwa sababu alisema nikitoka mahali hapa nitaenda kanisani. Breki ya kwanza kaenda kanisani, akapiga goti kwa mchungaji, akasema mchungaji, naomba niombee, niweka nadhiri kwa Mungu akinitoa katika defender ambayo nimezungukwa na polisi, nitakuja mbele zako na nitafika kanisani kutubu. Jolo akatubu. Baada ya kutubu, Jolo akawa ni mchungaji ambaye anaenda kuhubiria wafungwa magerezani. Katembea magereza mengi Tanzania na nchini Kenya, akipira habari za heshima, akipira habari za toba, akipira habari za msamaha. Wakasheringa ambao nasikiliza mahali hapa, ni kwamba yamkini wewe usiwe kama Jolo ambaye nimemsema mahali hapa, mtu ambaye alikuwa ni mwizi. Yamkini kwako kuna vitu kibao ambavyo vinakutesa, kuna mambo ambayo shetani ameiba ambaye atapanda ndani ya maisha yako. Unajaribu kumsogelea Mungu, shetani anakushiba na wingi wa shughuli, wingi wa pilika na harakati za kutafuta chapaa, yani mkate wa siku. Unajaribu kumsogelea Mungu, lakini bado kuna vitu ambavyo umeshindwa kuviacha. Kwa nguvu zako utaweza kuviacha. Yesu Kristo baada ya kuja duniani akasema, "Huenda
uzima ambao ninauleta. Yani kwa yote atakayenisadiki, kwa yote ambaye ataniamini, nitampa ondoleo la dhambi ndani ya maisha yake. Waebrania 13:8 Biblia inasema, oh haleluya, Biblia inasema Yesu Kristo ni yeye yule, yani jana, leo na hata milele. Alivyosamehe zamani Yesu anasamehe hata sasa. Alivyoponya zamani Yesu anaponya hata sasa. Alivyowarehemu watu zamani Yesu anawarehemu hata sasa. Kinachotokea mkasa wa leo haya ni kusadiki safari nzima. Yesu anaenda msalabani kwa jina mashako. Akiwa pale msalabani amesulubiwa, kapika misumari mkononi na miguuni, kavishwa crown ya miiba, yani taji ya miiba, damu zinamchuruzika. Kanzu yake nyeupe kageuka kwa damu. Yesu kwa mateso makali kwa msalabani anasema rei masabani kitani. Baadaye saa 9 kamili Yesu anakata leo, anasema Baba naikabidhi roho yangu mikononi mwako. Biblia inasema wazi Yesu baada ya kutamka maneno yale akaisalimu roho, na maandiko yanasema baada ya hapo akaenda msalabani na akatolewa akazikwa. Wanaume waliwaambia siku ya 3 itafufuka. Yesu Kristo siku ya 3 akafufuka, akashinda kifo, akashinda mauti. Hadi leo hii Yesu Kristo anaishi ndani yetu, na ndio jambo ambalo tufanye tusete mitaa na tuje Iringa Town kuja kujisemesha habari za uzima, kwamba kwa njia ya Yesu Kristo nasamehewa dhambi, kwa njia ya Yesu Kristo napewa neema ya utakaso wa dhambi ndani ya maisha yako. Tafsiri ya Biblia, usika katika dhambi, Yesu anatoa uzima. Yesu alienda msalabani kwa ajili ya maisha yako. Yesu alitoa dhabihu ya mwili wake kwa ajili yako, ili apate kukusamehe, ili apate kuondoa dhambi ambazo zina kutesa. Unataka mtumishi na sala ya kumpokea Yesu Kristo. Na sala ya kumpokea Yesu Kristo. Very simple sana kumpokea Yesu Kristo. Warumi 19 Biblia inasema ukimkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako na ukaamini moyoni mwako kwa Mungu alifufua katika wafu, utakuwa umepata wokovu. Wokovu tafsiri yake ni msamaha wa dhambi. Kwa hiyo ukimwamini Yesu Kristo kwa kinywa chako na ukamkiri Yesu Kristo kwamba yeye alikufa na akafufuka siku ya 3, utakuwa umesamehewa dhambi zako. Kinachotokea my brother ni kusadiki, ni kuamini, ni kukiri kwamba Yesu alikufa na akafufuka siku ya 3. Unapouza bidhaa, uza ukiwa na Yesu. Unapokaribisha wateja, karibisha ukiwa na Yesu. Unapoongea na vijana, wamuone Yesu ndani yako. Haleluya, haleluya. Yesu anakupenda. Bajaji, unapofanya kazi ya bajaji, unapoweka gia, weka gia ukiwa na Yesu. Unapokunja kona zile kona za Iringa, kunja kona ukiwa na Yesu. Maana usipokunja kona ukiwa na Yesu, shetani atakunja kona na wewe. Umeona eh? God bless you. Hii safari ni njema kujisikia kazi ya Iringa. Yesu anawapenda. Yesu anasamehe. Yamkini kwa tunasema mtumishi na mhitaji kumpokea Yesu Kristo ndani ya maisha yangu. Yesu anapatikana bure, hamna gharama yoyote. Kinachotakiwa rudia sala hii ambayo nitaenda kusema. Ukiwa dukani hapo hapo sasa kukusumbua, kwa sababu Yesu ana ukomo, ana mipaka na hana mikomo. Ukiwa popo dukani mwako ukiwa binafsi, rudia sala hii ambayo nitaenda kusema. Sema Bwana Yesu, naje mbele zako, mimi mwenye dhambi. Nimetambua kwamba nimetembea muda mrefu pasipokuwa na Mungu. Leo hii nimekiri ndani ya kinywa changu, ninakuhitaji ndani ya maisha yangu. Usamehe maisha yangu, utakase maisha yangu. Ninakupokea leo hii Yesu Kristo, na mkatashe tena kazi zako. Nataka mpokee Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye ndani yangu. Samehe maisha yangu, bariki maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi tena kuomba kamilisha kwa kama mitano mingine. Yesu atakuwa ameshaingia ndani ya maisha yako na tena kupatanisha nafsi yako na Mungu. Na baadaye tena kusema unatakiwa kufanya hatua gani baada ya kumkiri Yesu Kristo. Bwana Yesu, nabariki jina lako. Asante kwa muda mzuri ambao nimesema mitano kuhubiri habari za uzima. Kwa wakati wa haya. Habari zako ni njema, habari zako za injili zinazidi kusemwa. Na yote atakaye kukiri atamini na kupata neno la dhambi ndani ya maisha yake. Katika jina lipitalo majina yako Yesu Kristo. In Jesus name I pray. Amen. Asante kwa wewe muamini Yesu Kristo. Hatua ambayo nataka uchukue, hatua ya kwanza ni kwamba usogelee kanisa ambalo ni kanisa la kiroho, ambalo linaweza likakulisha maisha ambayo ni mazuri, yani kukufundisha mafundisho mazuri ambayo yanaweza kukuelekeza kumsogelea Mungu kwa uzuri.
unaweza kusogea kwenye kanisa lolote ambalo liko hapa town, mahali popote hapa, kanisa lolote la kiroho, ukamwambia mtumishi wa mahali pale, niliokoka wakati mwinjilisti kijana alikuwa anahubiri pale kazini kwangu. Na utakaposogea mahali pale kumwambia mchungaji, unamwambia sasa nahitaji kukulia wokovu. Utakapo pale kanisani utafundishwa maneno ya uzima, utakuwa ni kijana safi na kijana bora. Utahubiri pale za uzima, lakini utazisema pale za uzima kwa ujasiri, lakini hakuna lisiwezekana mbele zake Yesu Kristo. Mwana amani na mwana baraka na Mungu na wakati mwema. Naitwa Effort Metson.